ya hayati Askofu Bernardini Francis Mfumbusa. Askofu Bernardini Mfumbusa alizaliwa tarehe 1 Aprili 1964 jijini Arusha katika familia ya mama Victorina na baba Francis Andrea Mfumbusa, akiwa ni mtoto wa 4 kati ya watoto 6. Mwaka 1969 akiwa na umri wa miaka 7 tu, wazazi wake walihamia Kondoa, kwanza katika eneo la Mpalangwi tulipo sasa, na baadaye katika kijiji cha Mongoloma nje kidogo ya mji huu wa Kondoa. Huko alikulia na kujengewa misingi ya maisha ya kiroho, nidhamu na uwajibikaji. Elimu yake. Baba Askofu Bernardini Mfumbusa alianza elimu ya msingi mwaka 1971 katika shule ya msingi ya Mpalangwi iko jirani na hapa tulipo, na kuhitimu mwaka 1978. Kisha baada ya kufaulu vizuri mitihani yake, alijiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Petro iliyopo Morogoro kuanzia mwaka 1979 hadi mwaka 1985. Baadaye alijiunga na seminari kuu ya Bikira Maria Malkia wa Malaika Kibosho Moshi kwa masomo ya falsafa, na aliendelea vizuri na kujiunga na masomo ya teolojia katika seminari kuu ya Segerea iliyopo jijini Dar es Salaam hadi mwaka 1992. Akiwa miongoni mwa wanafunzi wachache waliofanya vizuri, alichaguliwa kufanya mtihani wa teolojia wa Chuo Kikuu cha Urbaniana na alifanya vizuri na akatunukiwa shahada ya kwanza ya teolojia. Mwaka 1995 mpaka 1998 alikuwa ni mwanafunzi wa stashahada ya juu ya mawasiliano, Advanced Diploma in Journalism, ambayo aliipatia katika chuo cha Nyegezi Social Training Institute Mwanza, na mwaka 2000 hadi mwaka 2004 alikuwa masomoni katika chuo kikuu cha Gregory kule mjini Roma, Italia, ambako alipata shahada ya uzamili MA na uzamivu PhD katika mawasiliano ya kijamii. Daraja upadri na uaskofu. Alipokea daraja ya ushemasi mwaka 1991 na kupadrishwa tarehe 14 Juni 1992 katika kanisa la Roho Mtakatifu Kondoa, kanisa la zamani hapo. Tarehe 12 Machi 2011 aliteuliwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kuwa askofu wa kwanza wa jimbo Katoliki la Kondoa. Alichagua nembo yake ya kiaskofu yenye maneno Lex et Sa, ikimaanisha nuru na chumvi. Kauli mbiu hii iliakisi maisha yake na utume wake wa kichungaji, ikiwa ni ishara hai ya uinjilishaji ulimwenguni. Tangu mwanzo wa utume wake, alisimama kama nuru inayoangaza njia ya maisha ya kiroho, akihamasisha elimu, akikuza miradi ya kijimbo na jamii iliyomzunguka kwa ujumla, akilenga kuwainua watu kiuchumi na kiroho. Hakuwa tu nuru ya kuangaza njia ya watu kwa matendo mema, bali pia alikuwa chumvi ya kuhifadhi na kuleta ladha ya imani, maadili na mshikamano katika jamii. Aliwekwa wakfu tarehe 14 Mei 2011 katika kanisa kuu la Roho Mtakatifu Kondoa na Polycarp Cardinal Pengo, akisaidiwa na
Baba Askofu Juda Tadeus Ruwaichi pamoja na Baba Askofu Augustine Shao. Utume ndani na nje ya jimbo. Katika utume wake wa kichungaji alianza kama paroko msaidizi katika parokia ya Ovada toka mwaka 1992 hadi 1993 na baadaye katika kanisa kuu la jimbo Dodoma akiwa wakili paroko na mkurugenzi wa utume wa walei jimbo. Alijitoa sana katika majukumu yake mengi akiwa mwanataaluma na mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza, akifundisha maadili ya uandishi wa habari na kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi ikiwemo mkuu wa kitivo cha sayansi ya jamii, makamu mkuu wa kitivo na naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia taaluma. Aidha, alihudumu kama mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu RUK na pia Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki na Kati KUEA. Alikuwa mjumbe wa baraza la chuo, mwenyekiti wa kamati ya mipango na fedha na kamati ya taaluma na utafiti. Alichangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya elimu ya juu ya Kikatoliki Afrika Mashariki. Katika ngazi ya Kanisa la Afrika alitoa mchango mkubwa kupitia SECAM kama rais wa kamati ya mawasiliano SEPAX na kupitia AMESEA ambako alitambuliwa kama kinara wa uinjilishaji wa kisasa unaotumia vyombo vya habari na teknolojia. Maaskofu wa AMESEA walimsifu kama zawadi ya kipekee kwa kanisa, wakionyesha mchango wake wa kuunganisha Injili na ulimwengu wa kidijitali kwa hekima na unyenyekevu wa kichungaji. Mapema mwezi Aprili tarehe 9 alichaguliwa kuwa miongoni mwa wajumbe wa idara ya mawasiliano ya Vatikani, akionyesha imani kubwa ya kanisa la ulimwengu katika uwezo wake wa mawasiliano, huku pia akihusika na majukwaa ya kimataifa kama vile Yeshua, ambapo alikuwa mshauri wa uongozi wa Kikristo. Akiwa askofu wa Kondoa, alijidhihirisha kama mchungaji, mwanataaluma na mwasisi wa maendeleo, akihimiza elimu bora kwa waseminari hadi kufikia ngazi ya shahada na kuanzisha miradi ya kijamii na kiuchumi ikiwemo kilimo na kiwanda cha mvinyo wa zabibu kwa ajili ya kuinua maisha ya waamini na jamii kwa ujumla. Kwa ujumla, alibaki kuwa alama ya askofu anayeunganisha imani, elimu, mawasiliano na maendeleo ya watu wake. Tutamkumbukaje Askofu Bernardini Mfumbusa? Askofu Bernardini Mfumbusa alikuwa ni mchungaji mwenye moyo wa kipekee uliojengwa juu ya upendo na huruma kwa watu wote. Aliishi wito wake wa kichungaji kwa kujitoa bila kujibakiza, akiwahudumia waamini na jamii kwa unyenyekevu na hekima. Ndani yake kulionekana wazi roho ya mtu anayeguswa na Injili, ambaye hakuchoka kuwatia moyo wengine kuishi maisha yenye maana, akiamini kwamba kila hatua ya maisha ina utakatifu wake. Aidha, Askofu Bernardini Mfumbusa alikuwa mtu mwenye maono ya maendeleo na ubunifu. Alipenda sana kusoma vitabu na kuandika makala pamoja na vitabu, jambo lililodhihirisha kiu yake ya maarifa na mchango wake katika ulimwengu wa fikra.
Alikuwa mpenda teknolojia aliyejitahidi kujifunza na kufundisha wengine kuhusu matumizi ya sayansi na kompyuta, hususani katika nyakati hizi za mageuzi ya kidijitali. Kwa upeo wake mpana, aliweza kuunganisha imani na akili mnemba, artificial intelligence, akitambua nafasi yake katika kuendeleza maisha ya binadamu na utume wa kanisa. Zaidi ya hayo yote, maisha yake yaliongozwa na imani thabiti katika neno la Mungu. Mara nyingi alinukuu maneno haya: usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa maana mahali unaposimama ni nchi takatifu. Kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 5. Kwa tafsiri na tafakari yake binafsi, alimaanisha kuwa popote pale ulipo ni mahali patakatifu, mahali pa kustawi, mahali pa kuonekana penye thamani na pa kugusa uwepo wa Mungu. Hili halikubaki kuwa maneno tu, bali lilikuwa dira ya maisha yake ambayo aliunganisha na hiyo kauli mbiu yake ya mwanga na chumvi. Aliwaheshimu na kuwainua watu wote, akiwafanya watambue thamani yao, na kwa njia hiyo akaliishi fundisho hilo katika maisha yake mwenyewe. Hivyo Baba Askofu Bernardini Francis Mfumbusa ataendelea kukumbukwa kama kiongozi wa kiroho, mwana taaluma na shahidi wa matumaini katika ulimwengu unaobadilika kila leo. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Baba Askofu Bernardini Mfumbusa, ambaye amelitumikia kanisa kwa miaka 33 kama padre na kwa upekee zaidi kama askofu wa jimbo la Kondoa kwa miaka 14. Tunawashukuru wote waliogusa maisha yake, kuanzia katika ngazi ya familia, kanisa la Dodoma, Kondoa, na kanisa zima la Tanzania na ulimwengu mzima. Tunawashukuru wote madaktari ambao walihusika kwa karibu kumpatia ushauri na matibabu kipindi ambapo afya yake ilivyokuwa ikiteteleka. Kwetu sisi sote tuliofika kumsindikiza, tunasema asanteni sana, na Mungu awabariki kwa wema, upendo na ukarimu wenu. Raha milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Mkaribishe Askofu Mwadhimishi Mkuu